Kwa miaka 2 iliyopita, serikali hii ya Kenya Kwanza kiongozwa na Mheshimiwa Rais, na sasa imekuwa broad based government kiongozwa na Mheshimiwa Rais, imebadilisha sura ya mambo ya banditry kwa Kerio Valley kwa miaka hii 2.5 ambayo ilipita. Tulikuwa na changamoto kubwa sana wakati tulianza, na ilikuwa ni shida kubwa sana, lakini kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu na kwa bidii ya maaskari wetu na pamoja na ushirikiano ya viongozi wa kijamii kama Father Alois, tumeweza kupunguza mambo ya banditry kwa Kenya mzima kwa 70%, hata inaelekea 75%. Na kwa hii Kerio Valley kwa mambo ya banditry, mimi nataka niwahakikishie wa Kenya, kwa sababu ninaona watu wengi sana wanaongea kuhusu idadi ya yale ambayo imefanyika hapa Kerio Valley. Tumepiga hatua kubwa sana kwa kudhibiti hii janga ya wizi wa ng'ombe na uwaji wa watu. Tumedhibiti sana kwa umbali, kiasi kwamba mwaka jana kwa miezi ya kwanza ya 5 ya 2024 tulikuwa na incidences ambayo kwa bahati mbaya tulipoteza watu 66. Kwa miezi hizi 5 ambayo tumefikia kwa mambo ya banditry, hata kama ni kwa uchungu sana tunasikia tulitaka ikue 0, lakini imepungua kutoka hiyo 66 mwaka jana imefika watu 22. Na hiyo si kwamba ati tunafurahia. Tunataka kuhakikisha kwamba tumefika 0 kwa ile kazi tunafanya. Kwa yale ambayo yamefanyika hapa Kerio Valley, wacha niwahakikishie, sehemu ya Kerio Valley kubwa ambayo wananchi hawakuwa wanaenda shule, watoto hawaendi shule, watu hawaishi, sasa watu wanaishi, watoto wameenda shule. Huko ukienda Baringo, sehemu karibu yote watu wamerudi kuishi makwao. Imebaki kona moja hapa penye inaitwa Loruk ambayo imetupatia shida kidogo. Hii Kerio Valley yote, upande wa Kerio Valley sub county, Marakwet hapa mpaka Tiatich constituency pale, watu wanaishi kwao, except hapo hiyo kona ambayo niliwaambia Endo ward, kwa kona pale ya locations 2-3 ikipakana na West Pokot na pale Tiatich constituency. Hiyo ndio kona ambayo Father Alois ameuawa, kwa sababu kuna wakora kidogo wamebaki pale.